Faulu ngapi zinafanywa wachezaji wa Yanga wanafanyia wachezaji wa Simba hapo kati. Lakini za Yanga wao kuona mpira. Siwezi kuongelea marefa kwa sababu bodi ya ligi yenyewe Yanga siitukani bodi ya ligi. Narudia, bodi ya ligi siitukani kwa sababu siitukani. Kwa nini sasa bodi ya ligi Yanga wamekubali kujiuzuru? Haya alopanga tarehe 25 yupo leo. Jibu wewe si mwandishi. Natumia diploma sasa. Alopanga tarehe 25 yupo. Jibu alopanga nani tarehe? Yaani mtu alopanga tarehe hayupo. Mtu alopanga tarehe 25 hayupo. Bodi ya ligi jiuzuru wanajiuzuru. Tarehe imeweka nyuma. Wanapiga vita sasa hivi kila kitu Yanga. Mpira Tanzania ni Yanga. Tunafanyaje? Lakini tarehe imetangazwa baada ya viongozi wa Yanga na Simba kukutana na rais. Yaani hoja ipo hivi. Hoja ipo hivi. Hoja ipo hivi. Mashabiki wa Simba naambia ukweli viongozi. Mimi siwezi kusema vibaya. Hakuna shabiki alofurahia yale matakwa ya Yanga yote kufuatwa. Na kilichowauma mashabiki wa Simba, zile picha alionekana kiongozi wa Simba akiwepo na kiongozi wa Simba akiwepo na amna takwa yote iliyofuata ndio kitu kilichowauma. Huo ni ukweli. Kwa maana hiyo kwa mashabiki wa Simba Mangungu angetakiwa kugomea wito wa rais. Akisema kugomea wito. Si Yanga na matakwa yao. Na wewe Simba wajia solution. Kiongozi nawe katakwa lako hata moja. Kwa basi mchanganyiko kidogo mwelewe. Kama Yanga atakaongoza jiuzuru na tarehe zote mbele, Simba amengalia tarehe 15, Yanga ngambwa achague. Kama viongozi wajiuzuru dabi chozo tarehe 15. Kama dabi zote mbele viongozi wajiuzuru. Kimoja kichaguliwe. Hebu hapo. Vitu vyote Yanga vimefuata na Simba kimeuliwa. Ambao dabi tarehe 15. Sina beti ilikuwa tarehe 15 na tarehe 12 Simba aliposti barua kwamba mechi yetu tarehe 15 ikitokea tarehe imesogezwa mbele mechi tuitambui. Sawa, lakini pia umesema kwamba kikosi chako ni kizuri na hauna cha kuwadai wachezaji. Je, kwa kikosi kilichopo unafikiri kinaweza kufikisha nchi ya hadi kwa msimu ujao? Maboresho tu madogo. Timu kucheza kombe la kafu finali sio timu rahisi. Yaani timu kucheza kombe la kafu sio timu rahisi. Ni kitu ni kidogo mmekuja sasa na Simba hapo. Uliwahi kusema baadhi ya mashabiki wenu wa Simba machawa kutokana na kutoshindwa kusema kweli. Huo uchawa kwa kila mwana Simba unamuona leo. Huyo ni mwana Simba alialia. Huyo ni mwana Simba ambaye anapenda mpira. Lakini mimi naamini kitu kimoja. Kuna wana Simba leo, wana Simba ambao wamekosewa. Simba sio ya Dar es Salaam peke yake. Simba ni timu ambayo inabeba wapenda Simba wa nchi nzima na wana Yanga wa nchi nzima. Na kama viongozi wetu wa Simba wangesema kama hii game wanacheza mapema, hiyo ndio hoja mmesikia jamani. Kwa hiyo viongozi wamekosea biki. Kuna wana Simba leo wako Morogoro, wako Tanga. Hawajahangaika. Umesikia mzima wameshindwa kuja kwa sababu hawana taarifa kwamba game ipo au haipo. Kosa viongozi wasilikuwepo. Na huyo kiongozi ambaye anasema hii Simba inacheza, alafu atoi taarifa, alafu analeta Simba. Bigi unazunguka sana, viongozi wamekosea. Kaileta familia yake. Sio Simba ya sisi. Simba ni ya Simba wote. Unapoleta wana Simba bila taarifa, unaleta Simba yao hapa. Unakuwa umeikosea. Bigi unakona kona nyingi, viongozi wamekosea, hajakosea. Analeta Simba leo. Angemleta mkewe au familia yake. Bigi unakona nyingi Bigi. Bigi unakona kona nyingi. Taarifa kama Simba inacheza. Simba sio ya kwako. Unasemaje asubuhi? Unasemaje mchana Simba inacheza? Alafu unaenda Simba yetu. Bigi mmehujumiwa na viongozi wenu. Unataka uchaguzi kupigiwa kura. Unamwomba nani kama sio sisi? Leo Simba imefungwa. Ukiongea hadi kunapiga simu. Leo Simba imefungwa. Nani kafungwa? Simba. Viongozi ndio wamefungwa. Simba yote. Simba yote. Ndio. Tanzania mzima leo imefungwa. Au unasemaje? Imefungwa mbili hivi. Anajua kwamba timu inakuja. Tarehe ya mechi imetangazwa na TFF. Toa taarifa kwamba mechi wanasema hataki kuwachangia watani, ni kama wanawapigia promo na kuongezea viwango. Mapato. Kwani hapo nani kalipia kiingilio? Sasa alipa mwenyewe. Kuwachangia nini? Viingilio muongezee hela watani. Wamekuja. Mmelipa wenyewe Bigi. Waambie, wanakusikia, waambie. Viongozi. Ndio. Sisi tunaongea leo. Ila wao
wametukosea pakubwa. Wamewahujumu mje kufungwa. Sisi kutuelewa, wangesema tu kwamba mechi sisi tunacheza, wangetuachia sisi. Dabi haichezwi hivyo, dabi haichezwi hivyo. Mandala unasema kama unajua wewe kiongozi, pandishwe leo kwenye juzo aloizuia kama unajua wewe kiongozi wa Simba, tunakusikiliza wewe. Kila mwana Simba anategemea viongozi. Unajua kabisa kwamba game ipo, au semi unasema leo unaleta familia yako aje kucheza au mke wako aje. Bigi unataka kusema Simba, Bigi unataka kusema viongozi wenu wameshindwa kuwa na msimamo. Nikwambie kitu mwanahabari, kwa heshima ya taifa letu la Tanzania na Mama Samia Suluhu Hassan, wana Simba sisi tumepoa, lakini viongozi wetu wametukosea. Kama dabi ingekuwepo wangesema tu kwamba dabi ipo, hawezi kutupigia kama hivyo. Sina hivyo. Maana yake ni kwamba mashabiki mngekuwa wengi pengine mngeshinda. Unasikia Bigi, umeona huyu shabiki wa Simba hapo ni mpole. Huyu anaongea labda viongozi waelewe. Hajai kuongea popote huyu Bigi unaomuona. Sisi ndio tunaongea kila siku. Juzi nimefanya interview mimi, kuna media hii hapa michezo yetu tunafanya nao mimi. Interview nilisema ya ukweli clear kwamba viongozi wa Simba mnakosema mashabiki wenu. Kama tunaenda kucheza dabi, waambieni tujiandae. Kama muendi, semeni tuendi. Wao wanakuja kutufanyia surprise mchana. Wanaita timu kizembe, tunafungwa kizembe. Ili kosema viongozi wa Simba silikwepe. Na wale watu wanaosema tunasema viongozi, sisi ndio kwasema viongozi, wataka waseme na nani? Wapo baadhi ya mashabiki wa Simba ambao hili swali. Nyinyi mnasema tusiseme viongozi. Kiongozi binadamu akikosea tusimseme sisi aseme na nani? Wanataka timu yetu iharibike. Wanataka timu iharibike. Simba kupoteza leo ni viongozi. Kosa lipo linaonekana, tuseme kama viongozi. Kosa lao